Kanisa linapojisahau, waumini ulikumbusha. Na ndio maana sisi tunachokifanya sasa hivi, aidha kama viongozi wetu walijisahau, tunawakumbusha kwamba wasikae kwenye mlengo wa siasa wa chama kimoja. Nafikiri tutawaachia pia hii haraka nyinyi waandishi wa habari kwa ajili ya aidha kupata content zenu, lakini hapa sisi tumefikia tamati. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu waandishi wa habari, kama kuna mwenye swali, ufafanuzi, kama kuna kitu haujaelewa, unaweza ukauliza kisha wahusika watajibu. Sawa sawa. Sasa ndio mimi nimetaraji niko sawa. Inawezekana sijafahamu ama inawezekana labda mzungumzi sijaelewa vizuri. Ninachotaka uongozi wa juu kama hapa uchukulie hatua za kinidhamu, Charles Kitima, ama uondoe katika nafasi yake. Hapana, hatutaki aondolewe kwa sababu bado ni kiongozi wetu wa dini na tunamheshimu sana na bado anatuhudumia kiroho. Tunachokitaka arudi kwenye mlengo wa kiroho. Kanisa sio sehemu ya siasa. Karibu. Kabla ya kufanya hii press, pengine mlishajaribu kuwasiliana na kiongozi mwenyewe? Na pia la pili, ili mtu awe Mkatoliki sifa zikoje? Ili mtu awe Mkatoliki kwanza uzaliwe. Ukishazaliwa, ukibatizwa, kwa sisi maana yetu ya Kiroma, wewe ni Mkatoliki. Utapata mafundisho mengine, utapata komunio ya kwanza, utapata kipaimara, utakuja daraja la mwisho aidha upadilisho au ndoa takatifu. Karibu. Tumefuata process zote na hii sio press ya kwanza, labda wewe ndio umekuja hii ya leo, lakini tunafanya taratibu zote, tunapeleka barua zetu. Tunachokiomba sasa hivi tujibiwe na hatua zingine zichukuliwe. Mimi na swali. Mimi naitwa James. Natoka Tochi Media. Nilikuwa nauliza, nyie mmesema ni Wakatoliki. Nikotaka kujua mnasali kigango kipi, parokia ipi, na mnaweza mkatuambia nyie ni jumuiya gani? Lakini pia ili uwe Mkatoliki, ngoja malize. Ili uwe Mkatoliki, ukishabatizwa lazima uwe na kitambulisho ambacho kina namba. Nilikuwa naomba watu watatu tu wanaonyeshe vile namba zile, hata kitambulisho cha mfano, ili niamini kama kweli ni Wakatoliki, ili tuamini wanaoongea ni wa kweli. Lakini kwenye kanisa Katoliki kuna wasemaji ambao ni walei. Sasa hamjajaribu kuwashirikisha walei ndio waje wazungumze hili, au nyie mmejiorganizeje? Nimekuelewa. Swali la kwanza kwamba umeuliza Ukatoliki vitambulisho. Nikwambia sasa hizi passport yako hapo umebeba? Kwa sababu hujajiandaa na safari ya kusafiri, si ndio? Sisi tumekuja kama Katoliki, swala la niko kigango gani na swali jumuiya gani, kanisa gani, nilishajibu hilo swali. Hata walikuwa kwenye press ya kwanza waliona, na tayari ujumbe ushafika kwenye parokia yangu, kwa wanajua na hichi ninachokifanya, wanajua kwamba kuna muumini huyu ana hoja zake hizi anatakiwa kujibiwa. Tumefuata process zote. Sisi wa Roma unaruhusiwa kupeleka malalamiko pale kwa ngazi stahiki ya kiongozi unampelekea malalamiko. Siwezi kwenda kwa lalei kwa wakati mimi nataka askofu wangu afanye kitu hiki. Sawa, swali la mwisho hapo. Labda kwa nini mmeenda moja kwa moja Vatican kuliko kwenda? Tunamlalamikia ni askofu na katibu Padri Kitima wa TEC. Kwenda kupeleka malalamiko yako kwa mtendaji wa TEC ni sana kuipeleka barua kwenda kwenye dustbin. Sisi tunachokifanya kwenda kwa ngazi ya juu ili awajibishe huku chini. Tunaiamini. Lakini tumepata mamlaka ya juu. Sawa sawa. Jamani ndugu waandishi, maswali yameisha, natumai mmekipata kile. Asanteni sana.